Ni mpira wa kikapu ikiwa ni Ramadan Cup nusu finali iliyowakutanisha Nunua Online na Dream Team katika sakafu ya dimba la Urafiki hapa Korekosi, ambako mchezo huu umekwenda kutamatika, Nunua Online akiibuka kidedea kuelekea finali ya mchezo huu katika dimba hili. Hapa viongozi na wachezaji wanaeleza fursa na namna ambavyo mchezo huu umekwenda kutamatika. Na ni kocha wa team au klabu ya Nunua Online ambayo imeshiriki katika mashindano ya Ramadan Cup hapa mjini Magharibi B. Mashindano haya yameandaliwa na chama cha wilaya mjini Magharibi B. Sisi kama Nunua Online ni wadhamini katika haya mashindano, lakini pia tuna klabu yetu ya basketball, kwa hiyo imeshiriki, na leo hapa tumeshinda game ya nusu finali ambayo imetupa ticket na kuelekea katika finali inayotarajiwa kuchezwa siku ya Jumatano inshallah tarehe 18 mwezi huu wa 3. Tutacheza finali yetu dhidi ya timu ya Nyuki, na matarajio yetu katika finali ni kushinda, kuchukua ubingwa wa mashindano haya, kuwa washindi katika mashindano ya Ramadan Cup. Nadhani kwa waandaaji, bila shaka madhumuni yao ni kuwakutanisha vijana pamoja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuwatengenezea umoja na ushirikiano na upendo, lakini pia kusaidia katika maadili, kwa sababu hatujui saa 3:30 ambayo ilikuwa tunaanza mechi wangekuwa wako wapi na wanafanya nini. Kwa hiyo madhumuni yalikuwa ni mazuri na makubwa, lakini pia imesaidia kuleta hamasa na kukuza huu mchezo wa mpira wa kikapu katika eneo hili la Magharibi B. Sisi kama Nunua Online, yakitokea mashindano na hali karuhusu, basi tutasupport mashindano hayo ili kuweza kuleta chachu na hamasa zaidi kama hii. Mimi naitwa Mimosa Pudika, ni kocha wa timu ya Dream Team. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza mchezo salama. Mchezo ulikuwa mzuri. Kwa upande wetu tumeonyesha kile tulichokuwa nacho. Wapinzani walikuwa ni wazuri, wametumia nafasi na wameweza kushinda game ya leo. Lakini tutaenda kuyafanyia kazi kwenye uwanja wa mazoezi. Kesho tunacheza mshindi wa 3 dhidi ya Yankees. Kwa hiyo tutafanya vizuri, I hope inshallah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa tulichokipata leo. Tumestahili, game ilikuwa nzuri. Wenzetu na wachezaji wazuri, wamesajili wachezaji kutoka bara. Kwa hiyo na sisi tuna timu yetu ya kawaida kila siku hapa. Ilikuwa game nzuri na wanastahili pongezi. Kwa jina naitwa Jimmy Brown. Nacheza Nunua Online. Game kwa leo ilikuwa kwa upande wetu, kwa sababu tulikuwa tumejiandaa vizuri sana. Game ilikuwa ngumu, ilikuwa nyepesi sana kwa upande wetu, kwa sababu wapinzani tuliwazidi upande zote, kwenye height, kwenye skills. Kwa hiyo tulikuwa tuna advantage kubwa sana katika upande wetu. Alafu kitu kingine, nashukuru sana kwa kuweza kuwa nyota wa mchezo wa game hii ya leo. Nimeweza kupata mpira ambao huu hapa utanisaidia sana nikirudi nyumbani kufanya mazoezi yangu binafsi. Alafu nimepata hii hapa amount kiasi, nimepata kofia. Nashukuru sana Nunua Online. Suleiman ni mchezaji wa Dream Team, timu ambayo imepoteza. Tulikuwa na siku njema kwa upande wetu. Kiuhalisia mchezo wa basketball, tunaanza 5 kwa 5. Kwa hiyo tulikuwa sawa kinamba, tulikuwa sawa kimentality wakati tunaanza, lakini mambo hayajawa mazuri kwetu sisi. Mwishoni wenzetu wakawa na nguvu zaidi za kuendelea na mchezo. Sisi ukiangalia mwezi mtukufu tunaweza tukajitetea, lakini yote ndio yote sio sababu, kwa sababu sisi tunafunga na wao wanafunga, ila inshallah tumejipanga kwa ajili ya siku nyingine. Tumepoteza siku ya nusu finali, kwa inshallah tunatarajia tutapata nafasi iliyobakia, nafasi ya 3. Mohamed Salim. Kwa kweli niliona hapa kwa macho yangu, sijaamini na sikuamini kama Zanzibar ina vipaji, lakini nimeona uwezo mkubwa wa wachezaji wetu wa timu zote mbili. Wameonyesha uwezo mkubwa sana na mchezo, mimi binafsi na nafikiri hata watazamaji wamefurahia mchezo ulivyokuwa. Kwa kweli kama unavyofahamu, na upande moja mimi niko kwenye utalii, lakini nasimamia utalii wa michezo. Kwa hiyo hizi ni fursa. Utalii huu
ambao ni michezo ya kiutalii, sports tourism, inaleta fursa ya uchumi, lakini inakuza vipaji, na huko ndiko tunakoelekea. Ukiona Mheshimiwa Rais anahimiza utalii wa michezo, na nafikiri hatujachelewa sasa. Kutokana na vipaji tunavyoviona, tunaona kabisa, umeona Zanzibar imekuwa ni njia, imekuwa ni mfano wa kuonyesha utalii wa michezo, na sisi tuna sababu nyingi sana za kuweza kuongoza katika utalii wa michezo. Tunaona wenzetu kama vile Rwanda wamekuwa kabisa vinara katika utalii wa michezo, lakini Zanzibar ina sababu nyingi kijiografia, lakini vipaji umeviona hapo. Umeona vipaji, tunaona wachezaji wazuri ambapo tunaweza kuwapeleka katika timu za kimataifa na wakafanya vizuri. Kwa hiyo mimi naamini hii ni fursa, na tutumie hizi fursa kwa kukuza michezo, na michezo ni afya, michezo ni amani, michezo ni upendo, lakini inakuza uchumi wa nchi. Hicho ndicho kilichojiri katika sakafu ya dimba hili la Urafiki hapa Kwerekwe C. Hizi ni ripoti za Skanda TV. Mimi ni Mahir Saidi.